Wakati Mkristo anasema Israeli ni taifa la Mungu, kwa lazima niungane na Waisraeli kuwakandamiza wa Palestina, anatakiwa fahamu kwamba Israeli kama itakuwa inatafsirika ni taifa, akiweka tafsiri ya taifa kwa maana ya uwepo wa Wakristo, atakuwa anakosea, kwa sababu katika watu milioni 9 plus walioko Israeli, Wakristo hawazidi 2%. Kwa hiyo unapolitetea kama ni taifa la Mungu kwa tafsiri ya dini, unakosa justification, kwa sababu population wise asilimia takriban 74 plus ni Wayahudi, ambao Wayahudi ni wapinzani wakubwa wa Kristo. Hiyo sura ya kwanza. Lakini sura ya pili, waliozikwa pale, amezikwa Ibrahim katika ardhi ya Palestina, ambaye Ibrahim ni baba wa imani. Tunaposema ni baba wa imani, maana yake Wayahudi wanarely kwa Ibrahim kujenga msingi wa imani yao. Wakristo wanarely kwa Ibrahim kujenga msingi wa imani yao. Waislamu wanarely kwa Ibrahim kujenga msingi wa imani yao. Kwa hiyo pale Palestina kuna kaburi la Ibrahim, kuna kaburi la mtoto wake Isihaka, ambaye kupitia Isihaka ndo tunampata Yakobo, na kupitia kwa Yakobo tunapata kizazi cha watu 12. Lakini pia kuna kaburi la Ismail, ambao kupitia Ismail tunapata tafsiri wa uwepo wa kizazi cha nani? Cha mtume. Kwa hiyo dini zote zinaweza zikazungumzia swala la Palestina kwa tafsiri ambao wao wanakuwa naielewa na wako sahihi. Kwa sisi tuna haki ya kuisemea Palestina, ndiyo tuna haki ya kuisemea Palestina. Kwa nini? Nitaanza kutoa justification moja baada ya nyingine. Nitagawa makundi. Kwanza kwa Waislamu, katika sura ya 9 aya 128, Mungu anasema amekujieni mtume, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Mtume amekuja kutokana na nafsi zenu, ni binadamu kama nyie. Azizun alayhi ma anittum, yanamgusa yale ambayo yanakukwazeni nyie. Yani moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinamkwaza mtume ilikuwa ni kumuona Bilali akiwa ni mtumwa. Kwa hiyo alipigana na utumwa watu wawe huru. Moja ya aliyokuwa na mkera mtume ilikuwa ni kuwaona wanawake wanadhalilika. Kesi nzuri ya soko la Banu Kainuka, sio? Aliwatetea kina mama kuhakikisha wanapata haki zao za stara, the same inapotokea Palestine leo, wanaokufa ni akina mama, wanaokufa ni watoto. Kwa unaposema na watetea wa Palestina, maana yake umeungana na kile kero ambayo mtume ilikuwa inamgusa karibuni kila siku katika maisha yake. Jibu la kwanza kwa Waislamu. Sura ya pili, kwa ndugu zangu wa Kristo, ukisoma katika Luka sura ya 18 mpaka ya 19, Yesu anazungumza kinaga ubaga kwamba katika moja ya majukumu makubwa ambayo Mungu amemtuma kwake ni mawili. Mosi, kuwafungua kamba watumwa, lakini pili, kuwapa ahueni walionyongeshwa. Tafsiri ya utumwa yaweza kuja kuwa ni slavery ya kawaida, lakini inaweza kaja pia katika mindset slavery, utumwa wa akili. Kwa moja ya jukumu la Yesu ilikuwa ni kuja kuzifungua kamba za watu, kufikiri nje ya boksi, namna ya kukomboa maisha ya watu. Akaenda mbali zaidi. Katika Mathayo 6 mstari wa 33 akazungumza, akasema maneno ambayo ya paraphrase vizuri sana Nkuruma. Akasema, seek ye first your political freedom and everything will be added unto you. Tafuta kwanza uhuru wako wa kisiasa, kila kitu Mungu atakufungulia. Wapalestina wanatafuta uhuru wao wa kisiasa ili economic freedom yao ipatikane, ili social justice ya kupata matibabu ipatikane, na uhuru wao wa kisiasa wataupata pale mamlaka yao itakapokuwa kamili, na wakawa ni sovereign state ambayo inajiongoza yenyewe, pasina kupata settlers ambao watakuwa wanawasuppress. Kwa maneno ya Yesu yanasimama na Wapalestina katika kudefend haki.